wa Kenya Kwanza wenyewe. Ken Gashuhi, KTN. Shukran sana Ken Gashuhi kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba mabadiliko ya uongozi katika kamati ya Seneti ya nishati yanaibua maswali kuhusu mipango ya kisiasa kiongozi wa ODM Oburu Oginga. Uamuzi wake wa kujiondoa katika nafasi hiyo unajiri wakati ambako ODM na UDA zinaimarisha ushirikiano wao, huku mjadala kuhusu urithi wa kisiasa mwaka 2027 ukizidi kushika kasi. Huku Oburu hivi majuzi akijitaja kwa miongoni mwa wanaoweza kuwa manaibu wa Rais William Ruto. Je, kujiondoa kwake katika kamati hii kunamfungulia njia ya jukumu kubwa zaidi la kisiasa? Grace Ng'ang'a anaangazia muda wa mabadiliko haya na maana yake kwa Oburu na ODM. Oginga, uamuzi wa kujiuzulu kwa mwenyekiti wa kamati ya Seneti ya nishati unaweza kuonekana kwa juujuu kama mabadiliko ya kawaida ya uongozi wa bunge. Lakini kisiasa, muda ambao amechagua kujiondoa ni vigumu kupuuzwa. Kiongozi huyo wa ODM ameondoka katika mojawapo ya kamati zenye ushawishi mkubwa katika Seneti, wakati ambapo chama chake kinapitia upya uhusiano wake na utawala wa Rais William Ruto. Those who thought that ODM was going to be swallowed, I tell them, oh. Na baada ya wabunge wa ODM na UDA kufanya kikao cha pamoja cha makundi ya wabunge mjini Naivasha, swali sasa ni iwapo kuondoka kwa Oburu katika kamati hiyo kunampa nafasi zaidi ya kujikita katika jukumu kubwa zaidi la kisiasa. Start for that basically to allow also the back leader for ODM to focus more on the bigger picture, on the bigger job, on the re-election of the president. Na ingawa Oburu bado ni mwanachama wa kamati hiyo, nafasi ya mwenyekiti sasa imechukuliwa na seneta wa Elgeyo Marakwet William Kisang, huku seneta maalum Beatrice Ogolla akiwa makamu wa mwenyekiti. We still work very closely. We will also consult him regularly. Mabadiliko hayo yanamaanisha kuwa seneta wa Kenya Kwanza sasa anashikilia nafasi ya uongozi wa kamati ambayo awali ilikuwa ikiongozwa na kiongozi wa ODM. Lakini pengine swali kubwa zaidi sasa ni Oburu atafanya nini na nafasi ya kisiasa ambayo imejitokeza baada ya kujiuzulu kwake. Kiongozi huyo wa ODM hivi majuzi aliweka wazi matarajio yake ya kisiasa. Don't you think I deserve to be number 2? Can I not be number 2? Mimi nimetosha. Mwingine huko anatuambia macho yamepotea katikati ya speech na anataka kuwa rais. Utakuwa rais wapi bwana? Kauli hiyo ilimweka Oburu moja kwa moja katika mjadala ambao unazidi kuwa mgumu kupuuzwa katika ushirikiano kati ya Ruto na ODM, na nani atapata nini na nani atakuwa na nafasi gani katika uchaguzi wa mwaka 2027. There's no party in this country which is formed to be in the opposition. All political parties are formed to be in what? Power. We are not joking. We are going to win the next election by landslide. Kwa hivyo, je, Oburu ameondoka tu katika nafasi yenye majukumu mengi au anajitengenezea nafasi ya kujikita katika mpango mpana zaidi wa kisiasa kuelekea mwaka 2027? Grace Ng'ang'a, KTN.